hivi itokee sasa hivi wanaume na wenyewe waweke vipaumbele kama sisi tunavyoviweka kwao, kwamba sisi hatutaki mwanaume ambaye hana gari, hatutaki mwanaume ambaye hajajenga, hatutaki mwanaume ambaye hana biashara, hatutaki mwanaume ambaye ana kazi, mwanaume tu ambaye amekaa. Wageuze sasa, waseme na sisi hatutaki mwanamke ambaye sio bikra, hatutaki mwanamke ambaye hana nyashi, hatutaki mwanamke ambaye ana chuchu saa sita, au hatutaki mwanamke ambaye ana kazi, amekaa tu nyumbani. Unadhani kungekuwa kuna mahusiano? Au sasa hivi unadhani kuna watu wangekuwa hapo kwenye ndoa? Ila sisi wanawake tumezidi vipaumbele. Yaani sisi wanawake kiingia kwenye mahusiano tunaona mpaka kuingia kwenye mahusiano mpaka tupate mwanaume ambaye amekamilika kila kitu. Wewe unakuwa single, sio kwamba wanaume sahihi hawapo. Sio kama mwanaume mwenye mapenzi ya dhati hamna. Unakuwa single kwa sababu mwanaume unayemtaka wewe, kipaumbele unachokitaka wewe, mwanaume tall, black, sijui mwenye gari, mwenye kila kitu hawapo. Yaani unataka wewe mwanaume awe ana kila kitu. Ndio maana uingie kwenye mahusiano. Kwa nini hapo kwenye mahusiano? Bado sio sijapata mtu sahihi. Mtu sahihi ni yupi mwanetu? Mtu sahihi labda tuambie wewe anakuaje kuaje? Wanaume sasa hivi, na ndio maana unakuta wanaume wengi hawajaoa. Hawajaoa kwa sababu akizingatia vipaumbele mwanamke anavyoviweka ni vingi mno. Nataka gari, nataka nyumba, kwa anaona bora tu atulie, agonge gonge, akishamaliza sasa ndo aingia kwenye ndoa. Punguzeni masharti muolewe. Wanaume wapo, wanaume sahihi wapo, ila toa huyo mwanaume mwenye gari, mwanaume mwenye nyumba, mwanaume sijui tolu sijui, kwa sababu muda mwingine mnataka vitu ambavyo hata kwenu havipo, hata wazazi wenu havipo. Hata wewe mwenyewe unamtaka mwanaume mwenye nyumba ingalikuwa wewe huna nyumba, unamtaka mwanaume mwenye gari ingalikuwa wewe huna gari. Tulieni.